فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من بعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا إخوة المسلمين، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل يتحاشاه الناس اتقاء شره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia rahma na amani mtukufu wa daraja Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa ninapenda kuhusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni ndugu zangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu, ikiwa ni pamoja na kushikamana kikamilifu na maagizo na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kukatazika kikamilifu na makatazo, pamoja na yote ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah ameyakemea. Watukufu wa Islam, tupo katika mwezi mtukufu wa Dhulqaada, moja katika miezi mitukufu minne. Tupo katika mwezi mtukufu wa mfungo pili, ni mwezi wa kwanza katika miezi mitukufu. Hivi sasa tayari wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaita kwenda kutekeleza nguzo ya tano ya Uislamu wapo njiani wanaelekea, na wengine tayari wamekushafika katika viwanja vitukufu wakiitika wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, kama tupo katika mwezi mtukufu wa Dhulqaada, tukumbushane jambo moja ambalo limeenea katika jamii. Jambo hili pamoja na hatari yake, pamoja na uzito wake, tuliye wengi jambo hili tunalichukulia kama jambo la kawaida: maafa ya ulimi. Ulimi, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameuweka katika kinywa cha mwanadamu, lakini ulimi huu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaufanya laini na rahisi kuweza kutiririka na kucheza katika kinywa hiki, kwa kuweza kutamka chochote ambacho mwanadamu anataka kukitamka vile apendavyo. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamtofautisha mwanadamu na mnyama, kwa sababu wote wana ulimi. Mwenyezi Mungu akampa akili mwanadamu miza ya kipekee kabisa, akili
ikawekwa kama ndio kidhibiti ulimi, kwa maana mwanadamu anapaswa kuudhibiti ulimi wake kwa kutumia akili yake. Kama mwanadamu ataacha ulimi wake uidhibiti akili yake, basi ulimi huu utasababisha mwanadamu huyu kuangamia. Lakini kama mwanadamu ataitumia akili yake kuudhibiti ulimi wake, basi mwanadamu huyu atakuwa ni mwenye kufanikiwa na kutengenekewa katika maisha ya hapa duniani, lakini pia katika maisha ya akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miza ya mwanadamu ni akili katika kutumia vyema ulimi wake. Ulimi unaweza kutamka neno, lakini neno hili kama limetamkwa pasi na kutumia akili, ulimi unaweza ukaangamiza kiwiliwili kizima cha mwanadamu. Lakini ulimi huu kama utatamka kwa kutumia akili, ulimi huu unaweza ukinusuru kiwiliwili kizima cha mwanadamu, lakini pia maisha ya mwanadamu, lakini pia maisha ya jamii, maisha ya taifa zima kwa ujumla likanusurika na kusalimika kwa sababu ya kinywa au ulimi ambao umetamka kutumia akili yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nilizotangulia kuzisoma, aya zinapatikana katika surati Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, watu wa fani wanajua Allah ametumia nini hapa. Allah ametumia tashbihu tamthil. Allah anasema alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. Hii uslub inaitwa uslub at-tashbih. Aina ya tashbih ni tashbih tamthil, kwa sababu tashbih mumtazi'a min iddati ashya. Allah anasema hujapata kuona Muislam, wewe unaisikia hujaona kaifa daraba Allahu mathalan, jinsi gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amepiga mfano kwa wanadamu. Mathalan, Allah amepiga mfano, watu wajifunze kupitia mfano huo. Kaifa daraba Allahu mathalan, Allah anasema kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. Mfano wenyewe ni huu hapa, kalimatan tayyibatan, neno zuri linalotoka katika kinywa cha Muislamu baada ya kutafakari kwa kuitumia vema akili yake. Neno hili kashajaratin tayyiba, ni kama mti uliokuwa mzuri uliomea katika rutuba. Mti huu asluha thabitun, mizizi yake imekwenda chini katika ardhi, inachukua maji na rutuba kutoka chini. Lakini wafaruha fi samaa, matawi ya mti huo yako mbinguni. Sifa ya mti huu Allah subhanahu wa ta'ala anasema tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha. Allahumma ij'alna min alladhina yatamathaluna bihadhihi al-amthal. Tu'ti ukulaha kulla hinin, mti huu unatoa matunda yake mara kwa mara. Matunda yake mti huu unayatoa mara kwa mara. Tena matunda haya hayatoki kiholela kama anavyotaka mtu. Allah anasema biidhni rabbiha, kwa idhini ya Mola wake. Mungu ndio ameruhusu mti huu utoe matunda yake mara kwa mara. ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. Mwenyezi Mungu anapiga mfano huu kwa watu la'allahum yatadhakkarun. Angalia hapa mwishoni mwa hii aya, baada ya Allah kupiga mfano huu na kueleza kwa maana sababu ya yeye kupiga mfano huu, akaita ta'lil akasema la'allahum yatadhakkarun. Mimi na wewe tumepigiwa mfano huu ili tuweze kukumbuka, ili tuweze kuzingatia, ili tuweze kufahamu namna sahihi ya kutumia ndimi zetu na namna sahihi ya kutumia akili zetu. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Mfano huu wa mti ni mfano wa neno linalotoka katika kinywa. Manake mwanadamu ndiyo mti, mwanadamu ndiyo mti. Sasa mwanadamu huyu kwa sababu yeye ni Muislamu tayari ameshakuwa na rutba, amelelewa katika malezi ya Kiislamu, amefundishwa taratibu na misingi ya Kiislamu, anaishi katika misingi ya Kiislamu. Manake ndio ile asluha thabitun, mizizi yake imekwenda chini, yuko imara kwa sababu yuko anaishi katika misingi ya Kiislamu. Wa faruha fi samaa,
Maana kinywa chake Muislamu huyu muda wote kinatamka maneno yaliyo mazuri, maneno yenye kujenga. Kinywa hiki kinatamka maneno yenye faida kwake, lakini yenye faida katika jamii, yenye faida kwa taifa nzima. Jamii inanufaika kutokana na kinywa hiki. Yaani Muislamu anapaswa kuwa namna hiyo. Muislamu anapaswa kutamka maneno yenye tija kwake yeye, maneno yenye tija katika jamii iliyomzunguka, maneno yenye tija kwa taifa zima. Ndio Muislamu anapaswa kuwa namna hiyo. Atamke maneno yaliyokuwa na faida. Achunge ulimi wake. Atafakari Muislamu kabla ya kutamka, aone anatamka nini na kwa nini anatamka. Kile anachokitamka kina maslahi katika jamii yake, kina maslahi katika maisha yake ya hapa duniani au maisha yake ya akhera. Lakini je, kina maslahi kwa taifa lake au anatamka maneno yasiyo na faida kwake wala katika jamii wala katika taifa kwa ujumla? Angalie mwanadamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Analeta mifano hii Mwenyezi Mungu kwa watu. Yaani mimi na wewe tunaletewa mifano hii ili tuweze kuzingatia, tuweze kutambua namna sahihi ya kutumia vinywa vyetu. Ionekane tofauti kati ya mtu aliyekuwa tayyiba na mtu asiyekuwa tayyiba. Ionekane tofauti. Ukiona hakuna tofauti kati ya mtu tayyiba, yani mtu Muislamu na asiyekuwa Muislamu, ukiona hakuna tofauti katika matumizi ya vinywa vyao, maana yake kuna shida. Kuna shida. Nimesema awali kwamba hii tashbihi inaitwa tashbihu tamthil, kwa sababu uweze kupata mtiririko mzima. Tashbihi hii inapatikana bi'iddati ashya muntazi'a. شجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صفة يمته تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. baada ya hapo kuna nini? wayadhribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kumbe lengo ilikuwa ni huku. Maana huku kote mwanzo huku mfano wa mti mzuri, si kinywa kizuri na tamka maneno mazuri, mfano. Kumbe Allah ameleta hili ili tupate kuzingatia. Al-ibratu bil khawatim. Ndugu zangu, tulinde ndimi zetu, tulinde vinywa vyetu, tulinde vinywa vyetu na ndimi zetu. Tusiruhusu vinywa vyetu kutamka maneno ambayo yatakuja kuwa wabalu na alaina, maneno ambayo yatakuja kuwa balaa kwetu mbele ya Allah. Badala yake tuchague maneno ya kutamka, maneno tutakayotamka yawe na tija kwetu, yawe na faida, aidatun ilaina, faida hiyo iwe inarudi kwetu. Isije ikatokea Muislamu ukajikuta unakokotwa na kuburutwa kupelekwa katika moto wa jahannam siku ya kiyama, eti kwa sababu ya neno moja tu ambalo ulitamka katika dunia yako. Moja, neno, kalima. Na kule Allah amesema kalima. Kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin. Zingatia vizuri hii aya katika surati Ibrahim. Kama muda baadaye kupata muda, nenda kaitafakari, ipitie, angalia nini Mungu anazungumza pale na kwa nini kazungumza. Ndugu zangu, tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulinde ndimi zetu. Tuchunge vinywa vyetu. Tusiruhusu vinywa vyetu kutamka yasiyofaa, haswa katika kipindi hiki ambacho tupo katika kipindi kigumu mno. Ni nyakati ngumu mno. Ni nyakati hatari mno. Tupo katika mwezi mtukufu wa Dhulqaada. Mwezi ambao Mwenyezi Mungu ametukataza kuzidhulumu nafsi zetu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Ovu linalofanyika katika kipindi hiki linakuwa na nguvu zaidi kuliko ovu linalofanyika katika kipindi kingine. Tuchukue tahadhari ndugu zangu. Naihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni ndugu zangu, tulinde ndimi zetu, tulinde vinywa vyetu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد شهادة الحق بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. Ndugu zangu, kwa mara nyingine nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tulinde ndimi zetu, tusitumie ndimi zetu vibaya. Wakati tunakaa na jamii yetu, tunakaa na ndugu zetu, tunakaa na jamaa zetu vijiweni au makazini au sehemu yoyote, tuhakikishe tunalinda ndimi zetu kwa kutamka maneno yaliyokuwa mazuri, maneno yenye thamani, maneno yaliyo bora kwetu sisi, maneno yaliyo bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayasimulia Imam Bukhari, ameipokea Ummul Mu'minin Aisha, anatuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika moja ya hadithi, Mtume anasema inna sharra an-nasi manzilatan yawma al-qiyamah inda Allah, hakika ya mtu mbaya mwenye nafasi mbaya siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni rajulun yatahashahu an-nasu ittiqa'a sharri. Katika riwaya nyingine yatahashahu an-nasa ittiqa'a sharra lisanihi, hakika ya mtu mbaya mwenye nafasi mbaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho siku ya kiyama ni rajulun, mtu ambaye yatahashahu an-nasu, watu wanamkwepa, wanajitenga naye, ittiqa'a sharri, kwa sababu ya kuogopa kuchelea maudhi ya ulimi wake. Ulimi wake unazungumza maneno machafu tu, kinywa chake kinatamka maneno mabaya tu. Yani ukifika kwake utamteta fulani, utamtukana fulani, utamsingizia ubaya fulani. Akitokea katika kazi chenu itakuwa ni kuteta watu, kutukana watu, kusingizia watu ubaya na kadhalika na kadhalika. Huyo bwana akifika katika jamii watu watahashahu, kila mmoja anainuka, ameshafika huyo bwana hapa, kikao kitaharibika. Kila mtu anainuka, asalamu alaykum, jamani baadaye. Sharra nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah, huyo ni mtu mbaya mwenye nafasi mbaya mbele ya Allah siku ya kiyama. Inatakikana Muislamu unapofika katika kundi la watu waseme naam, tutapata faida kwa huyu bwana, tutapata ushauri uliokuwa mzuri au fikra iliyokuwa njema. Lakini ukiona unatokea kwa watu, kila mtu anainuka na kukunta makalio yake kwamba baraza limevunjika au genge limevunjika kwa kufika kwako, unatakiwa kujitafakari na kujitathmini. Watu wanaogopa. Sisi Waislamu bwana atakuja kutuzungumzia habari zake za kipuzi hapa, tunaweza kutamka maneno mabaya tukashirikiana naye katika ubaya wake. Kwa hiyo watu wanainuka, wale wenye kujitambua wanainuka haraka, usije ukawashirikisha upuzi wako. Sasa hii ni hali mbaya. Hii ni hali mbaya kwa Muislamu. Muislamu hapaswi kuwa namna hii. Muislamu anapaswa kuwa unapotokea katika jamii watu waseme naam, ahlan marhaban, tutapata faida, tutaneemeka duniani na akhera. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba. Mwenyezi Mungu ametoa mfano wa neno zuri linalotoka katika kinywa cha Muislamu. Mfano wake ni kama mti ulio mzuri. Mti huu mizizi yake imekwenda chini na matawi yake yamekwenda juu zaidi, lakini mti huu una faida mbalimbali, una kimvuli, una matunda yaliyokuwa mazuri, na matunda ya mti huu kula hinin biidhni rabbiha, yanapatikana muda wote. Hayana muda maalum kwamba msimu huu yatapatikana, msimu huu hayatokuwepo. La, kila msimu yako muda wote. Tuti ukulaha kula hinin biidhni rabbiha, sio matunda ya msimu. Muda wote yanapatikana matunda hayo. Huu mfano Muislamu anapaswa kuwa kama hivi. Muislamu anapaswa kinywa chake kuwa kinatoa matunda muda wote, anatamka mazuri muda wote, anakuwa ni mtu wa faida muda wote. Huu ndio mfano ambao Muislamu anapaswa kuwa nao. Kinyume chake, fil muqabil, wa daraba Allahu mathalan kalimatan khabithatan ka shajaratin khabitha.
Mwenyezi Mungu ametoa mfano wa neno baya ni kama mti uliokuwa mbaya, mti wenye miba usio na kimvuli. Mti huo ijituthat min fawqi al-ardi, unaning'inia tu juu ya ardhi, hata mizizi yake haikwenda chini. Hauna mwelekeo mti huo, wakati wote ukikaa unaweza kukuangukia. Lakini pia mti huo huwezi kupata hata faida ya kimvuli, una miba, ukikuangukia utakuchoma, ukiwegemea tumeshakuumiza. Mwishoni Allah anamalizia kauli yake hii ndio uone kwamba kuna munasaba. Allah anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma thabbit alsinana wa thabbit aqwalana fid dunya wal akhirah ya Rabb. Mwenyezi Mungu athibitishe kauli zetu duniani na akhirah. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mwenyezi Mungu anazithibitisha kauli za wale waliomuamini duniani na akhera. Mungu anazitia uthabiti, zinakuwa kauli thabiti, zinakuwa kauli za sawa, zilizonyoka, zisizopinda pinda duniani na akhera. Kinyume chake, wa yudhillu Allahu dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Mwenyezi Mungu anawapotosha madhalim na Mwenyezi Mungu anafanya vile anavyotaka, wala haulizwi. Ndugu yangu, tengeneza ulimi wako leo ili uthibitike katika kauli iliyokuwa njema. Wewe ndio wa kufanya hivyo. Anza wewe, kisha umuombe Mwenyezi Mungu akuthibitishe ulimi wako. Usitegemee Mwenyezi Mungu atakuthibitisha bila wewe kuomba. Omba, fanya hivyo. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Mwenyezi Mungu anawathibitisha, anawapa kauli thabit wale waliomuamini yeye duniani na akhera. Huwezi kupewa kauli thabit kama muongo. Huwezi kupewa kauli thabit kama dhalim, mnafiki, mzindiki, mbaya, kauli zako mbaya. Huwezi kupewa kauli thabit. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe kauli thabit duniani na akhera. Athibitishe ndimi zetu zinyoke katika kutamka yaliyo ya sawa. Tujalie Mwenyezi Mungu tuwe kama mti uliokuwa bora, wenye kutoa matunda muda wote kwa idhini yako ya Rabbi. Mwenyezi Mungu tuthibitishe sisi pamoja na wazee wetu, uwarehemu wazee wetu wote waliotangulia katika dunia hii, waliokuja kwako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na utufanyie sahali katika maisha yetu. Kila penye uzito Mwenyezi Mungu tuondoshe uzito huo, penye dhiki Mwenyezi Mungu tupe faraja, penye matatizo Mwenyezi Mungu tupe ufumbuzi na utatuzi. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir waltuf bina ya maulana fima jarat bihi almaqadir. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka anna ya karim wa ala al-iman al-kamil wal kitabi was sunnati جمعا توفنا. اللهم اجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.